Karibu shemeji. Asante mtoto mzuri. Pole kwa changamoto ambazo zimetokea hapa katikati. Najua kwa hili tukio ambalo limetokea litakuwa limekuathiri kisaikolojia, lakini nikutoe wasiwasi. Mimi nipo hapa kwa ajili yako. Sio rahisi kama unavyofikiria shemeji. Unajua nilikuwa nampenda sana Isaac lakini no, siseme hivyo. Unajua kitu kingine tunafanya, tunamkufuru Mungu. Usitaki kuonesha kwamba Mungu amekosea katika utendaji kazi wake. Hiyo itakuwa haijakaa sawa. Kazi ya Mungu haina makosa. Kwa hiyo tunapaswa kukubali kile ambacho kimetokea. Na kuhusu hilo ondoa shaka. Mimi ni dawa yako. Niko hapa kukutibu. Yvonne, mbona huonyeshi dalili zozote juu ya kifo cha rafiki yako? Hapana. Honestly, mimi pia kimeniumiza sana. Nimeumizwa sana na kifo cha rafiki yangu. Na sio kwamba nafurahia. Lakini alikufa. Amekufa tu. Kwa hiyo hata tukiendelea kuhuzunika na kuumia, hawezi akarudi. Kwa hiyo kuna saa inabidi tukubaliane na hali ili mambo mengine yaende sawa. Asante. Jambo afande. Jambo mjuaji. Mambo keti. Umeiona hiyo picha hapo afande mjuaji? Huyu ni nani? Wananitumia meseji eti mimi nimechelewa kuwa na mtu muuaji. Na hii ni mara ya pili sasa. Ngoja nipigie simu. Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. The number you've dialed is not available at present. Please try again later. Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu.
nikiwa na majeraha, ukafuta machozi kwa mikono yako. Sikujua Najua bwana, nyuma ya tabasamu sio kanuniza, lakini sijazoea hayo. moyoni mwako. Tulikaribiana kimya kimya, mapigo ya moyo yakashinda akili. Tulijua si sahihi, lakini hisia zikatusukuma mbele. Mapenzi ya siri yanachoma kuliko moto, tukibusiana gizani tunaumiza moyo wa mtu mwingine. Hello baby. yes, niambie. Safi, kwapi? Kuna mahali nipo. Vipi, kwema? Sio kuna kiasi. Vipi, kuna tatizo? Nilikuwa natamani niondane na wewe. Sawa, sasa sikiliza. Nenda nyumbani, alafu nakukuta hapo muda si mrefu. Sawa? Sawa. Poa. Baby, unaongea na nani? Ni mdogo wangu. Amenipigia simu, amesema ana shida. Kwa hiyo ngoja niende nikamsikilize. Kama shida kubwa sana twende wote. Hapana, naweza nikaisha mwenyewe. Kwa hiyo wewe unaweza kubaki. Kweli? Sawa. Yes, na vipi? Nikulete chakula gani? Chochote utakachokipenda wewe pia nitakipenda. Nitakuletea chips yai na juisi. Sawa. Basi ngoja niwahi alafu baadaye. Okay. Bye. Okay. Moyo wa usaliti umenipeleka mbali, nimemsaliti ndugu kwa tamaa za dakika chache. Moyo wa usaliti umenigeuza msaliti, nimemuumiza Isa kwa siri na vicheko vyetu vibaya. Ndio hapana. Sawa sawa. Huyo binti anaitwa D. Kwa mujibu wa taarifa nilizopokea hapo, kama jinsi unavyoona, binti yuko hatarini kuuawa. Na sisi kama jeshi la polisi, wajibu wetu ni kuhakikisha raia anakuwa salama. Hivyo basi, kwa ujuzi na ubora ulio nao katika swala zima la ulinzi, nimeamua nikupatie hiyo kazi, afande mjuaji. Natumaini yule binti atakuwa salama kuanzia hivi sasa, na sitegemei kusikia amedhurika au kapata dhara lolote, kwa sababu naamini ujuzi wako, mafunzo uliopatiwa, naamini yatakuwa zaidi ya ubora ulio nao. Wazi afande. Nategemea kazi nzuri sana. Wazi afande. Shukrani, naweza kwenda. Kila usaliti una mwisho, kila kisasi kina gharama, na mwisho wa yote haki ndiyo hushinda.
Thank you.